Tunaanza na kura ya mwenyekiti. Karatasi ziko wapi zile? Wasimamizi. Sasa wasimamizi take over shughuli ya upigaji kura. Asante. Haya, mtaanza kujitaja moja moja. Mkoa gani? Anza kule. Haya, mkoa wa Arusha, nenda kwenye mkoa wako na sanduku lako. Arusha yuko wapi? Angalia kwenye sanduku lako, kuna lebo huko mbele. Mtazamaji wa TBC1 na ZBC, kama tu unavyoweza kuona katika runinga yako, ni kwamba ule utaratibu wa zoezi zima la upigaji wa kura kumchagua mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndio unaendelea hapo, na wahusika tayari wameshapewa vile visanduku vya kupigia kura pamoja na kura zao na kupeleka kwa wahusika kwa ajili ya kupiga kura kwa kila mkoa, kwa wajumbe ambao wamo katika ukumbi huu wa Jakaya Mrisho Kikwete. Na mkumbuka kwamba matangazo haya yanakujia mubashara kutoka moja kwa moja kutoka ukumbi huu wa Jakaya Mrisho Kikwete, na kama tu tulivyokujuvia hapo awali kwamba lengo kubwa hasa ni kumchagua mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Haya, na ndio kama tunaweza kuona kwamba zoezi hilo ndio hivi sasa linachukua nafasi yake, na tusikilize. Kura ziko kwenye bahasha, kwa hiyo vijana wasimamizi watagawa kwa kila mpiga kura katika mkoa husika. Haya, nendeni kwenye maeneo ya mikoa yenu. Simama pale, msianze kugawa kura mpaka mtakapoambiwa. Na mtazamaji wa TBC1 na ZBC, ndio tu kama unavyoweza kuona ni kwamba kura inapigwa ndani ya chini ya ndani ya kabox kale. Gawa karatasi za kupigia kura.
wale mnaogawa karatasi, simama hapo hapo mpaka watakapomaliza kupiga kura. Unachukua kura zile mnarudi nazo huku. Vijana wa masanduku ya kupiga kura, unasubiri hapo hapo. Wakimaliza kupiga kura, wakiweka kwenye box hilo, ndio unarudi huku. Mikoa yote tayari? Mkoa gani bado? Haya, pigeni kura. Naam, mtazamaji wa TBC1 na ZBC, ni kwamba mwenyekiti wa kikao Bwana Philip Mangula tayari ameshatoa ule utaratibu mzima wa jinsi ambavyo wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa watakavyoweza kupiga kura kwa ajili ya kumchagua mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Na kama tu unavyoweza kuona ni kwamba zoezi sasa hivi la upigaji wa kura ndio linaendelea katika ukumbi huu wa Jakaya Kikwete. Naomba mjue hatujamaliza. Hii ni kura ya mwenyekiti. Bado kuna kura za ZBC, kama ambavyo Jitihada Abdalla alivyokuwa akiendelea kukufahamisha au kukupa dondoo kidogo kidogo za kile kinachoendelea katika ukumbi huu wa Chama cha Mapinduzi wa Jakaya Kikwete. Ni kipengele sasa cha wajumbe kupata zile karatasi za kupiga kura ili waweze kupiga kura. Kumbuka tu unaambiwa wajumbe halali wa mkutano mkuu kawaida wanakuwa 1909 jumla yao, lakini wajumbe wa mkutano huu walioingia katika ukumbi huu kwanza walitarajiwa wajumbe 1876, lakini walio katika ukumbi huu ni 1862, ni kama 99%, na wanasema akidi ya mkutano imefika au imetimia kwa 50%. Kwa hiyo kikanuni kura zinaweza kupigwa kutokana na akidi kutimia. Na mapema kabla ya shughuli hii ya kupiga kura haijaanza, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi alipata wasaa wa kuanza kuzungumza kabla ya mwenyekiti wa kikao. Nakumbuka tu kwamba mwenyekiti wa kikao hiki ni Philip Mangula. Huyu ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, lakini katika mkutano huu yeye ndio mwenyekiti. Kumbuka bado CCM haijapata mwenyekiti wake taifa, kwa hiyo huyu anakuwa ni wa muda tu ili kuweza kumaliza hili zoezi la kumpata mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa. Na wakati sasa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi akiwa anazungumza hapa, alikuwa amezungumza mengi kuhusiana na aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa hayati Daktari John Pombe Magufuli. Akasema kwa ujumla wake kwamba Chama cha Mapinduzi kinatambua sana mchango wa hayati aliyoutoa kwa taifa, lakini katika Chama cha Mapinduzi, na kati ya mambo mengi aliyozungumza kwa uchache alisema kuanza kufikia tu ule uchumi wa kati kabla ya mwaka 2025 ni jambo la kupigiwa mfano, kwa sababu nchi nyingi za bara la Afrika zinakuwa na matamanio ya kufikia uchumi wa kati, lakini uchumi wa juu, lakini kwa kusuasua sana kutokana na kuegemea mataifa ya nje wafadhili. Lakini kwa Tanzania imekuwa ni nchi ya kupigiwa mfano
katika kipindi cha muda mfupi tu kufikia ule uchumi wakati kabla ya mwaka 2025 ambao ndio walitarajiwa au taifa lilitarajiwa angalau kufikia hapo. Lakini mbali na kufikia uchumi wakati, masuala ya utekelezaji wa miradi mikubwa, miradi mbalimbali ya aina yake ambayo yaliasisi mwaka 2015 wakati wanapewa ridhaa ya kuongoza nchi hii. Basi ile miradi mikubwa ikiwemo miradi mikubwa ya barabara kuunganisha mkoa na mkoa, wilaya kwa wilaya, lakini miradi mikubwa ya maji, miradi mikubwa ya usafiri na usafirishaji, miradi ya umeme. Yote hiyo ni miradi ambayo imeachwa yani yenyewe inakuwa ni alama kubwa kwa aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Lakini anasema chama hiki kimeachwa imara. Magufuli ameondoka duniani, lakini ameacha Chama cha Mapinduzi kikiwa imara, kikiwa na mshikamano, kikiwa na uadilifu, na wanaamini kwamba anayepokea kijiti baada ya kura hizi basi ni muendelezo wa yale yaliyoasisiwa toka mwaka 2015. Na hata kujaribu kuangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi kuanzia mwaka 2015 mpaka 2020 ni walikuwa wanatekeleza kwa pamoja, na ilani ya hivi karibuni ya mwaka 2020 kuelekea 2025 pia Samia Suluhu Hassan alikuwa ni miongoni mwa watekelezaji wa au kutengenezwa kwa zile kanuni. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba imani yao ni kubwa sana kwa atakayekuwa anashika kijiti hiki kuhakikisha kwamba chama hiki cha Mapinduzi, chama kikubwa hapa nchini lakini katika bara la Afrika, basi kinaendelea kushika hatamu na kuendelea kuwa kama kiongozi au mwalimu wa vyama vingine vya siasa. Sasa hiyo ndio agenda kuu. Hiyo ndio agenda kuu ya mkutano mkuu, kwa sababu kwanza mkutano huu mkuu ni kwamba ulifuatiwa, yani ulitanguliwa na mikutano, vikao mbalimbali. Kulikuwa na kulikuwa ya taifa ambayo kwamba ilikaa tarehe 29 tarehe 28 na nakumbuka jana kuanzia asubuhi kikao cha halmashauri kuu ya taifa nacho pia kilikaa pamoja, ambacho hicho ndio kilicho kwa kauli moja kilimchagua Mama Samia kuwa aweze kugombea nafasi hiyo ambayo kwamba leo hii wajumbe hawa wanampigia kura. Na baada ya neki sasa na katibu halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Humphrey Polepole ambaye ni neki lakini katibu wa itikadi na uenezi alikutana na waandishi wa habari pale, akawapa dondoo kidogo za kinachofanyika kwa siku hii ya leo. Na kama mtazamaji unayetufuatilia wa matangazo haya kutoka hapa Convention Center Jakaya Kikwete, unaifuatilia ZBC lakini unaifuatilia TBC, basi hayo ni masanduku ya kura. Na ukumbuke kwamba msimamizi mkuu wa uchaguzi huu ni Job Ndugai ambaye ni spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa mujibu wa ratiba, baada basi ya kupigwa kwa hizi kura, wajumbe hawa watatoka kwa ajili ya mapumziko kidogo na baadaye basi watarejea. Kwa gani wewe kijana haraka? Maana ilikuwa hapa. Naibu msajili wa vyama vya siasa Mohamed Ahmed alipata nafasi ya kuzungumza. Na kati ya mengi aliyozungumza ni kwamba unajua kwanza vyama vya msajili wa vyama vya siasa ndio mlezi wa vyama vyote vya siasa kikiwemo Chama cha Mapinduzi. Kuna ombi pale alitoa. Kabla ya kutoa ombi alikisifu Chama cha Mapinduzi kwamba kimekamilisha ule utaratibu hasa wa kufanyika kwa hichi kikao au mkutano maalum wa Chama cha Mapinduzi, na akasema kwamba kwa mujibu wa kanuni na sheria za vyama vya siasa kwamba vimekamilisha zile sheria na taratibu zote za kuweza tu leo hii kufanyika kwa kikao hichi. Lakini vile vile akasifu kwamba Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikitekeleza yale maagizo yote na maelekezo, kanuni zote zinazopaswa kufuatwa kulingana na sheria za usajili wa vyama vya siasa. Lakini vile vile akakiasa Chama cha Mapinduzi pamoja na vyama vingine kwamba kufuata utaratibu mzuri wakati wa kuviendesha
hivi vyama vya siasa. Kwa hiyo amesema kwamba leo hakuwa na shaka ya mkutano huu wa maalum wa Chama cha Mapinduzi kutokana na kwamba umekamiliza zile taratibu zote za kisheria. Asante sana, lakini pia akawasilisha maombi ya wale vyama vya siasa kwamba matamanio yao ni siku moja wakutane na Samia Suluhu Hassan kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama sio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Basi nadhani katika kukutana kwao ndio pale kujengea na uwezo, manake wanasema Tanzania ni yetu sote. Kwa hiyo ile gurudumu la maendeleo ya taifa yanasukumwa na Watanzania wote, na ushiriki wa vyama hivi vya siasa katika kutuletea maendeleo, basi wanakuwa ni pamoja badala kuwa huko yuko huku, lakini sio kujitenga. Wakiwa pamoja wakajenga Tanzania moja, basi wote tunakuwa ni wamoja na tunasukuma gurudumu letu la maendeleo ya taifa, kwa sababu tunaambia tusibaguane kwa itikadi za siasa, vyama nini. Letu linakuwa ni moja, Tanzania yetu ni moja, tusonge mbele. Unajua Victoria, mbio zote hizi za vyama vya siasa zinakuwa na lengo moja tu, ni kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa Watanzania wote na sio jingine. Na tunaweza kujivunia kwamba ni tofauti kabisa na vyama vya siasa au ule mwenendo wa demokrasia kutokana na nchi zingine. Mara nyingi vyama vya siasa ambavyo kwamba tumeona katika vyombo mbalimbali vya habari kwamba vinakuwa na matamanio binafsi, lakini hapa Tanzania ni kigezo kizuri kuona kwamba mbio zote hizo vyama vya siasa vina lengo la kuleta ustawi bora wa Watanzania. Mimi nadhani ni hicho. Na baadhi ya nchi mbalimbali huko ulimwenguni wanajiuliza Chama cha Mapinduzi kimewezaje kuendelea kushika dola miaka na miaka? Kimeendeleaje kupokezana vijiti pasipokuwa na msigano, purukushani za hapa na pale? Kwa sababu tunaangalia nchi nyingine, kila wanapoingia katika uchaguzi mkuu vyama vinakuwa vimesambaratika. Hiki kinajiunga na huyu anajiunga, au mtu mmoja anaweza kujitokeza tu akatengeneza chama chake kikasajiliwa haraka na wakaanza kuingia katika uchaguzi. Baada ya uchaguzi vinasambaratika, wanaanza unakuta kila baada ya miaka mitano kuna vyama vipya vingi, lakini bado wanakishangaa Chama cha Mapinduzi kimewezaje kuwa ni chama imara, chama chenye umoja, kinachozungumza lugha moja na kuimba wimbo mmoja. Mimi nadhani kitu kimoja cha msingi ambacho kwamba Victoria anaweza kukisema kwamba Chama cha Mapinduzi kimeweza kuwajenga Watanzania, kimeweza kuwaunganisha Watanzania, kimeweza kuleta mshikamano kwa Watanzania wote, na kikubwa zaidi ni kwamba chama hichi kimewaunganisha Watanzania bila kujali ukabila, bila kujali dini na wala msimamo wa mtu binafsi. Mimi nadhani hichi ndio ambacho kwamba labda tunaweza kujivunia hasa kwa chama chetu cha Mapinduzi, kwamba kiko imara, kimewajenga Watanzania wote kuelewa kwamba Chama cha Mapinduzi ndio chama ambacho kina uwezo mkubwa wa kuhubiri amani, mshikamano, na ndicho ambacho kwamba kinaweza kuwaunganisha Watanzania wote katika swala zima la kuleta maendeleo. Asante sana. Huyo ni Jitihada Abdalla, ndiye tunaitangaza naye katika matangazo haya ya moja kwa moja kupitia TBC na ZBC, tukiendelea kuambia Watanzania waendelee kufuatilia matangazo haya ili baadaye basi waweze kufahamu nani sasa mwenyekiti ni nani. Na sasa nikupeleke meza kuu.